Ukiangalia takwimu kwa ukubwa wa eneo katika halmashauri 9, Rufiji ndio wenye eneo kubwa kuliko wilaya zote ikifuatiwa na Chalinze. Sasa angalieni kiwango cha makusanyo yenu, mapato yenu. Nyinyi nadhani ni mmeizidi Rufiji, mmezidi Kisarawe, Kibiti na Mafia. Lakini in terms ya ukubwa wa eneo, ni eneo leo ni nini? Lazima tufanye vitu kitaalamu. Huwezi kuongeza mapato. Ukisoma dira 2050 kufikia 2050, per capita pato la mtu mmoja mmoja kwa mwaka dola 7,000, ambao dola 7,000 ina maana ni kama milioni 17 hivi, 17.5 milioni kila mwananchi, kwa sababu unachukua pato la taifa unagawa kwa idadi ya wananchi. Kwa hiyo tunategemea 2030 kila mwananchi wa Tanzania, kila mkazi wa Rufiji, wilaya ya Rufiji na halmashauri ya Rufiji, kiwango cha chini angalau awe na pato la milioni 17, kwa maana exchange rate inabadilika, dola 7,000 kwa mwaka, na pato la nchi liwe dola trilioni 1 dola za Kimarekani. Na ukisoma dira kuhakikisha kwamba tunafika, anayejenga uchumi ni nini? Ni sekta ipi? Binafsi. Na dira imesema, imeweka vigezo vya sekta za kipaumbele. Kwanza, inayotoa ajira kwa wingi, itakaozalisha ajira kwa wingi. Pili, itakaozalisha kwa ajili ya kukuza viwanda vingine. 3, itakaozalisha zaidi kwa ajili ya export, kuuza bidhaa nje. 4, itakao viwanda vinavyoongeza thamani mazao hapa, aidha mazao ya kilimo, ya madini, ya mifugo hapa. Na 5, itakaozalisha mapato mengi kwa serikali. Ndio sekta za kipaumbele. Na dira imetayarishwa, dira, na kuna mpango mkakati wa muda mrefu na 5 year na miaka 5, ndio tunakuja kutengeneza sasa za mwaka mmoja, ndio randama mnazopitisha nyie. Kwa maana hiyo, mwenyekiti, lazima yanayofanywa na halmashauri ya mji wa Rufiji yaendane na dira ya 2050. Ndio maana wenzenu wana Excel, nyinyi mtatoa wapi mapato kama hamna uwekezaji? Dira imeelekeza kuzalisha ajira milioni 8. Mtazitoa wapi kama hamna uwekezaji? Nawaambia nyie, kwa sababu nyie ndio wenye ardhi. Kama ni migodi ni nyinyi, kama maeneo, tengeni maeneo ya kuwekeza viwanda.